Kwa mujibu wa wachambuzi wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, takwimu zinaonyesha kuwa watoto wenye ulemavu bado wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kupata elimu. Nchini Tanzania, asilimia 36.2 pekee ya watoto wenye ulemavu huhudhuria shule, ikilinganishwa na asilimia 49.2 ya watoto wasio na ulemavu. Licha ya juhudi mbalimbali, watoto wengi wenye ulemavu bado hawafikii ndoto zao za elimu. Ripoti ya Elimu Jumuishi Tanzania inaonyesha kuwa ni asilimia 15 pekee ya watoto wenye ulemavu wa umri wa kwenda shule walioandikishwa shuleni, huku asilimia 85 wakibaki nje ya mfumo wa elimu. Lakini nyuma ya takwimu hizi kuna simulizi za maisha halisi. Simulizi za watoto waliokumbana na ubaguzi, unyanyapaa na hata vitisho vya kupoteza maisha yao kwa sababu tu ya kuwa tofauti. Mwaka 2016, katika kijiji cha Kipera, kata ya Miono, wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, alizaliwa mtoto wa kike mwenye ulemavu aliyepewa jina la Tamela. Baada ya kusherehekea kuzaliwa kwake, baadhi ya wanakijiji waliamini mtoto huyo alikuwa laana kwa jamii. Mtoto Tamela ni mtoto mwenye historia ya kipekee na ni mtoto wa pili kati ya watoto ambao nimewapata kwenye kituo changu hiki. Mwaka 2016, wakati ninalea mtoto mmoja anaitwa Ibrahimu ambaye naye ni mlemavu, alikuwa na changamoto, nilipata kuonana na watu ambao walikuwa wanazunguka mapolini kutafuta miti ya kujengea. Wakasema kule polini tumekuta mtoto mmoja na bibi yake wakiwa kwenye kijumba ambacho hakina hata maana yoyote. Sasa tukaona tuje tukuambie ili uangalie namna ya kufanya nini nisaidie. Wakanichukua mpaka kule. Bahati mbaya siku hiyo sikuwakuta, lakini siku ya pili nilipokwenda, yule mtoto nikamkuta yupo peke yake. Hatukuweza kuzungumza kwa sababu alikuwa hajui kwanza Kiswahili. Ni kabila ambayo kidogo walikuwa hawajui Kiswahili, ni kabila ya wafugaji. Kwa baada ya hapo nikarudi tena siku ya tatu. Siku ya tatu nikamkuta bibi yake, ila yule mtoto sikumkuta. Baada ya hapo nilipomuuliza yule bibi akasema hatuna mtoto namna hiyo, wakati hajui kwamba siku ya kwanza nimemkuta pale. Basi nikaondoka, nikajipanga upya. Siku nyingine nikaenda bila taarifa yoyote. Kwa hiyo nilienda kukaa pale kwa muda kama nusu saa kuangalia hawa watu wanatokea sehemu gani. Kumbe yule mtoto alikuwemo ndani na bibi nikamwona anatokea sehemu nyingine. Basi nikaenda pale, bahati nzuri nikawakuta wote. Nikasema naomba kuongea na nyie. Bibi alikuwa anajua Kiswahili kidogo, lakini hakunipa ushirikiano mzuri. Baada ya hapo nilirudi nyumbani, nimekaa imepata kama mwezi mmoja, nikarudi kule tena na mtu ambaye alikuwa anaitwa mchungaji, ambaye inasemekana miaka ya nyuma kabisa, wakati ile familia ipo pale, aliwahi kuwatembelea. Kwa tulipofika pale kidogo wakanipa ushirikiano. Kadri siku zilivyopita, imani hizo ziliendelea kukua na kufikia hatua ya kupanga kumwondoa kabisa katika jamii. Kwa tukawa tumeongea nao, nikawauliza sasa, nyie mbona mpo hapa, wengine wako wapi? Wakasema wengine walishaondoka, sisi tumebaki hapa. Lengo ni nini? Kwa nini mmebaki hapa peke yenu na hamna msaada wowote? Ile bibi akasema mimi sina nguvu, lakini na huyu mtoto tena hawezi kwenda kwa sababu hana faida yoyote kule, kwa sababu watoto wenzake watatakiwa wakue wachunge ng'ombe, lakini huyu yuko hivi, atafanya nini? Ni kitu ambacho hakitowezekana. Basi nikamwambia sasa, je, naweza nikawapa msaada huyu mtoto nikakupokea nikampeleka nyumbani kwangu? Akasema wewe unataka wa nini? Basi tukaishia hapo, nikawa nimerudi. Kupitia kisa hicho, Mzee Rutuku aligundua kuwa watoto wengi wenye ulemavu wanakabiliwa na unyanyapaa, ubaguzi na vitisho vinavyotokana na imani potofu zilizojengeka katika jamii. Kwa kutambua umuhimu wa haki za binadamu, aliamua kuanzisha kituo cha kulea watoto wanaoishi na ulemavu. Asante sana kwa swali hilo. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana kwamba aliniandalia mke mwema, aliniandalia mke mzuri, mke ambaye mpaka sasa hivi kama sio yeye hiki kituo kisingekuwa kinaitwa Hopes kama mnavyokiona. Kwanza kabisa nilipoingiwa na huruma ya yule mtoto wa kwanza, kabla ya kumleta hapa nyumbani, nilirudi nyumbani nikaongea na familia yangu. Nikamwambia mke wangu, kuna mtoto mmoja nimemwona yupo katika hali hii hapa. Nimeguswa sana.
natamani twende tukamuone kule aliko. Kwa kweli tulikubaliana tukaenda kule kumuona yule mtoto pale nyumbani ambapo alikuwa anaishi na bibi yake huyu wa Miona anaitwa Ibrahimu. Yeye mwenyewe mke wangu alipomuona alilia sana. Anasema safari hiyo haikuwa rahisi kwake. Lakini wengine tulikuwa tunawafuata majumbani. Lakini sasa kwa sababu tulikuwa tunawasiliana na watu mbalimbali wanatusaidia, wakati mwingine wananiona ninavyobeba yule mtoto naenda naye shule kama Ibrahimu, Tamela, kwenye basi pale wanauliza, wanachukua namba za simu, wanasema wewe unatoka wapi, huyu mtoto nampeleka wapi? Yaani yale mahusiano ya kusafiri, kukutana na watu, kufanya hivi, tukawa tumejitengenezea kundi ambalo kidogo limekuwa na moyo wa kutaka kufanya nini? Kusaidia. Ule moyo sasa, wengine wanatoka Dar es Salaam wanakuja kusaidia, wengine wanasema kwamba siku ya kufungua nipigie nitakutumia nauli. Sasa wakaanza kuwa wanaleta mara chakula, mara mavazi, mara wakija wakiona mtoto labda analala chini wanasema nitaleta godoro. Tukaona kumbe hata tukiendelea kusaidia hawa watu, kumbe kuna uwezekano wa kuendelea kufanya nini? Kwa tukaendelea kupata ule moyo wa kusaidia, tukitegemea kwamba kuna watu wapo nyuma wanaelewa kwamba wanakuja, lakini baadaye tukagundua kwamba kumbe ule mpango haukuwa mpango wetu, ulikuwa ni mpango wa Mungu. Leo historia hiyo imebadilika. Tamela anaendelea na masomo yake katika shule ya msingi Jeshi la Wokovu akisoma darasa la 7. Mbali na masomo, amefanikiwa kuiwakilisha Tanzania katika michezo mbalimbali ya kimataifa. Mwanafunzi huyu kwanza ni mwadilifu na ni mwanafunzi ambaye anajituma sana kwenye masomo yake na anaweza kufanya vitu. Ni mtu wa michezo, anaogelea, anacheza wheelchair, tennis. Hizo zote amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia kitaaluma tuko naye, yuko vizuri sana darasani. Hivi sasa anaonekana kuwa binti mwenye furaha na matumaini makubwa ya maisha. Nikiamka asubuhi nikiwa ninafanya usafi kwanza wa chumba changu, nikimaliza nafanya usafi hata na wa nje. Nikimaliza hapo ndio tunaenda najiandaa naenda shule. Nikijiandaa shule nikienda darasani na mwalimu akija kufundisha namsikiliza mwalimu vizuri na kujibu maswali atakayojibu. Licha ya changamoto zote alizopitia, ana ndoto kubwa. Napenda kuwa mwanasheria. Kwa nini mwanasheria? Kwa sababu nilimwona dada yangu na yeye anapenda kuwa mwanasheria, na mimi nikavutiwa nayo, nikasema na mimi napenda kuwa mwanasheria. UNICEF inaeleza kuwa watoto wenye ulemavu nchini Tanzania bado hukabiliwa na unyanyapaa na ubaguzi kutokana na imani potofu za kijamii. Hali hiyo huwanyima fursa za elimu, afya na ushiriki kamili katika jamii. Ni changamoto ambayo watu kama Mzee Rutuku wameamua kuikabili kwa vitendo, kwa kuokoa maisha ya watoto na kubadilisha mitazamo ya jamii. Ellen Kati ni afisa ustawi wa jamii kata ya Miono. Anaeleza sababu hasa za kuwapo kwa imani hizo katika kijiji hicho. Nadhani pia mambo mengi kuhusu mambo ya ulemavu ni mambo ya kishirikina. Watu wanafikiri kwamba mtu akizaliwa mlemavu ni kwamba labda mzazi alifanyiwa jambo la kishirikina ndio akazaa mtoto mlemavu, au ni laana kutoka kwenye jamii. Kwa hiyo pia imekuwa ikichangia kuhusu hilo swala la imani potofu kuhusu watoto wenye ulemavu. Hatua mbalimbali pia zimekuwa zikichukuliwa pindi tu familia inapobainika kuwapo na mtoto mwenye ulemavu. Kwa majina naitwa Shabani Juma Mponda. Kwa nafasi nimekuwa nao ni mwenyekiti wa kijiji cha Mpela katika kata yetu hii, kwamba tunapogundua kuna familia ama mwanamama katika familia fulani amezaa mtoto ambaye ni mlemavu, huwa moja kwa moja ni kwenda kumpa nasaha kwamba asione kama vile Mungu amemkosea, bali Mungu ndio amepanga hilo. Kwa kila linalotokea kwa Mungu lazima tulishukuru. Huwa tunawaambia kwamba hawa wanatakiwa waishi kama watoto wengine walivyokuwa wanavyotakiwa waishi. Kwa hiyo tunampa sapoti na kumsaidia yeye kila anapokuwa anaona kwake hili ni shida, tunajitokeza kwa ajili ya kumsaidia ili asione shida juu ya yeye. Katika jamii nyingi za Tanzania,
ulemavu bado unahusishwa na imani za kishirikina na wakati mwingine huchukuliwa kama laana. Shirika la Afya ya Uzazi la Umoja wa Mataifa UNFPA linasema kuwa mila na imani hizi zinahitaji mazungumzo ya vizazi ili kubadilisha mitazamo ya jamii kuhusu watoto wenye ulemavu. Kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, zaidi ya watu milioni 3.3 nchini Tanzania wanaishi na ulemavu, sawa na 6.8% ya idadi ya watu wote. Changamoto hizi zinaonekana pia katika sekta ya elimu, ambapo 36.2% pekee ya watoto wenye ulemavu huhudhuria shule ikilinganishwa na 49.2% ya watoto wasio na ulemavu. Aidha, ripoti za elimu jumuishi zinaeleza kuwa 85% ya watoto wenye ulemavu wa umri wa kwenda shule bado wako nje ya mfumo wa elimu. Hali hii inaifanya kazi ya watu kama Mzee Rutuku kuwa mwanga wa matumaini kwa watoto wenye ulemavu. Katika kimaisha, sioni tofauti iliyopo kati ya mtoto mlemavu na asiyekuwa na nini na ulemavu. Tofauti zipo kwenye mahitaji tu. Basi ninachoweza kuongea ni hicho, kwamba tofauti zipo katika mahitaji tu. Labda huyu anahitaji kitimwendo, wheelchair. Ile ndio miguu yake inayoweza kumfikisha labda kwenda kutembea kwenda msikitini, labda kwenda kanisani, labda kwenda sokoni, kufika shule, wakati yule ambaye si mlemavu anahitaji kuwa anaenda kwa miguu yake ya kawaida. Kwa kutambua umuhimu wa haki za binadamu, kituo chake kimefanikiwa kuokoa watoto zaidi ya 30 tangu mwaka 2016. Leo anaketi darasani akiwa na ndoto za kesho, ndoto za kuwasaidia wengine. Msiwafiche watoto, bali wapelekeni shule, na hao watakaposoma na hao watakuja, wanaweza akawasaidia hata nanyi wazazi, bali msiwafiche watoto majumbani, na hao wanasikiwa na hao wasome kama wenzao. Kile kilichotakiwa kuwa mwisho wa maisha yake kikawa mwanzo wa matumaini. Nilipokuwa nimekuja hapa darasa la kwanza, sijui kama nitapata marafiki, ila nikapata rafiki mmoja na akanipeleka bodini, nikaona pazuri, wakanipeleka sehemu ya kula, tukala, maliza ndo mjomba akaja akanifuata. Mimi ni Lucia Njovu.